walinitesa sana. Leo sasa ndio ninaongea. Nilipata kipigo cha kila namna mimi katika mwili huu wa nyama huu. Nilipigwa sana. Kipigo kilisimama siku moja tu. Ile siku alikuwa ananipiga nikiwa na nena kwa lugha. Nilinena kwa lugha ile siku, ndio ilikuwa mwisho wa kipigo. Hakuwahi kunigusa tena, na ndio mambo yake yakasambalatika. Kila kitu kikasambalatika, kila kitu kikaharibika, kila kitu chake kikavurugika. Rinda rabashanda rabokoraba saika. Toto wa Yesu Kristo wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda. Haikuishia hapo. Tupo kwenye faida za maombi. Maombi yanatupa nguvu za kiroho. Tupo kwenye namba 2. Maombi yanatupa nguvu za kiroho. Usisahau hapa. Huu ni ushuhuda lakini ambao unaelezea nguvu za kiroho. Amen. Kwa hiyo walidhani kwa kunipiga nitabadilisha mawazo. Kwa kunitesa nitabadilisha mawazo. Kwa kunifanyia kila mbinu mbaya nitabadilisha mawazo. Alafu kwa sababu, na ndio maana watu leo nataka wajiulize, kwa nini nilikuwa sijawahi kunyenyua kinywa changu na kumwambia mtu yoyote neno? Sijawahi kwenda hata kwa mchungaji kumweleza jambo langu. Sijawahi kwenda hata kwa mtu yoyote kumweleza jambo langu. Kwa sababu nilikuwa kwenye vita ya kiroho. Na vita ya kiroho ili uishinde, ni lazima unyamaze kimya. Ndio utaishinda vita ya kiroho. Sio hivi tu. Ongea ukisha kuwa umevuka. Ongea ukisha kuwa umemaliza vita. Hapo ndo unakuwa, yani hapo ndo unakuwa umemaliza. Amen. Hii dunia ina mambo mengi sana. Ulimwengu wa roho ni halisi. Kama unataka kujua, kama unataka kuelewa, kama hautaki, it's okay. Lakini ulimwengu wa roho ni halisi. Sio hadithi. Amen. Wala sio kitu cha kufikirika, ni kitu halisi. Kwa hiyo wakajaribu mbinu nyingi sana za kutaka kuniua. Nakumbuka kuna siku mimi nilikuwa mpaka saa 7 mimi nilikuwa nafanya maandalizi ya ibada. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Nafanya maandalizi kwa ajili ya kwenda kanisani. Lakini usisahau wakati huo nilikuwa sijui kwamba huyu nilie naye kumbe ndi bonge la agent, yani kwamba liko pale kwa kazi maalum. Nilikuwa sijui. Nilipokuja kujua ndo nilishangaa sana. Ogopa sana mtu wa Mungu. Ogopa sana mtu ambaye anafanya bidii ya kumtafuta Mungu. Muogope sana mtu. Mimi kwa wakati ule nilikuwa sijui yani. Ila kwa sababu ilikuwa ni kikombe, ilikuwa ni lazima nijaribiwe kwa kiwango fulani. Alafu Roho Mtakatifu alijua muda gani atakuja kunionyesha. Atakuja kuniambia live. Basi ile siku kufika mida ya saa 7, yani nimemaliza shughuli zangu zote, nimenyosha nguo, maana mimi ibada kawaida yangu naandaa Jumamosi. Ibada iandaliwi Jumapili. Ibada inaandaliwa Jumamosi. Kuandaa nguo, kujua kesho unavaa nini, kujua utakula nini asubuhi kabla kwenda ibadani, vyote vinaandaliwa Jumamosi. Lakini watu wengi wanakosea, wanaandaa Jumapili, ndio maana Jumapili unakuchelewa. Alafu utaenda kanisani ukiwa una stress, sio ukiwa moyo wako ukiwa umeshauandaa kwa ajili ya ibada. Amen. Ibada kawaida inaandaliwa Jumamosi. Kwa hiyo mimi piga hesabu hapo, nilikuwa ni binti mdogo, lakini toka enzi hizo maisha yangu yalikuwa ndo hayo. Nimeandaa ibada yangu, kila kitu, nguo za kuvaa, nini asubuhi, vitafunio, nimeshakanda unga, nilikuwa najipikia vitafunio nyumbani kwangu. Nimekanda unga wa chapati, kila kitu nimeweka tayari kwa ajili ya kesho asubuhi nimalize nifanye hivi. Haya. Kufika mida ya usiku wa manane, niliumwa nusu ya kufa. Na wao walijua mimi nitakufa. Nilikuwa mzima. Na umwaje? Niliumwa nusu ya kufa. Yaani ile umwa ya titi. Yaani umwa ya papo kwa papo, yani ya chap kwa haraka, yani ya ghafla yani. Ndio wale watu waliosema alienda kulala akiwa mzima, ameamka amekufa. Hiyo leo ishindwe kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Usikubali kufa kizembe. Usikubali kufa kirahisi. Usikubali, ulimwengu wa leo ni halisi. Basi kweli na mimi akanikuta bwana. Pap. Yaani nakaribia kufa kabisa, siwezi kuinuka, nilipolala hivi siwezi kuinuka nikae. Ikazugwa pale mpaka kufika saa 11:30, kuelekea saa 12 kakodiwa basikeli nikapelekwa hospitali ya Mission. Nimepelekwa hospitali ya Mission pale.
Nesi anahangaika kutafuta mishipa yote haioni. Wakati ameendelea kuhangaika, mimi nikageuka nikasema, nikaongea neno moja tu, sentence moja ndio niliyoongea. Nikasema, Yesu, unataka nife kizembe namna hii? Ila namalizia namna hii, nimepona. Nimepona. Utafikiri yule ambaye nilikuwa kabla sijaanza maandalizi ya kwa ajili ya ibada, kuandaa ibada. Watu wote waliona pale, waliokuepo waliona kama utafikiri kama mzimu. Unajua kama mzimu. Maana niliokuwa nimelala siwezi hata kuinuka na tetemeka hivi. Nimeinuka, nimesimama, nasema, nikaambia nesi, sikiza nikwambie, usije ukasema nimeondoka bila kunywa chochote hapa. Niwekee drip ile kwenye kikombe. Sio kwenye mshipa, kwenye kikombe. Akaniwekea kwenye kikombe, nikanywa, nikaaga, naondoka. Amen. Ikapita hiyo. Nikaendelea na maisha. Wakajipanga tena kwamba huyu tumeshindwa kumuua kwa njia ya kawaida, tumeshindwa kumuua kwa njia zozote, na mambo yetu hataki kufanya. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwa sababu walijiona kama yani ile jaribu lilipokuwa limeingilia, jaribu liliingilia pabaya. Yani mtego waliokuwa wamenitegea ulikuwa umetegwa pabaya. Unajua kuna mtego umetegwa pabaya, afu kuna mtego umetegwa pa kawaida. Ule mtego ulitegwa pabaya. Wakaona kwamba labda hapa pabaya tulipopatega sio pabaya sana, tutafute pabaya zaidi. Yani mahali ambapo mimi hapo sitachomoa. Yani hapo mimi ni lazima nitafata wanayoyataka tu, nitake nisitake. Wasijue kwamba mimi ni mtoto wa Yesu Kristo wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda. Walikuwa wananijua. Sio kwamba walikuwa wananijua. Walikuwa wananijua. Na ndio maana hata waliokuja walikuja wa viwango vya juu sana. Hawakuja hawa nini tu hawa. Walikuja wa viwango. Wa viwango ambao wakishuka mahali wanatikisa kama hakuna nguvu ya Mungu. Alafu huwezi kuwajua. Huwezi kuwajua. Paka macho ya rohoni pekee ndio utawajua. Yani dunia ina mambo mengi, huwezi elewa. Dunia ina mambo mengi, mimi nakwambia. Basi tupo kwenye faida za maombi. Faida ya pili. Leo kwa sababu namaliza maombi, namaliza somo la maombi, lazima ninautoa ushuhuda. Kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Mwenye masikio na asikie, mwenye kuelewa na aelewe, mwenye kufahamu na afahamu, na ajilinde na ajitunze. Mimi nakuwa nimenawa mikono. Amen. Basi baada ya hapo wakatafuta sasa eneo lingine baya zaidi. Yani unajua kama mtu anabanwa kwenye 18 kona kabisa hivi, wakijua huyu hapa achomoi. Huyu hapa achomoi. Lakini wakasahau kwamba tuna nguvu, tuna Roho Mtakatifu anayetusaidia udhaifu wetu, kutuombea kwa Baba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Basi maisha yakaendelea. Yameendelea maisha. Nisijue kinachoendelea. Kumbe panasubiriwa pale palipominywa kwenye 18 kwamba hapa paje pafanye kazi. Yule aliyekuja kwenye ile yani kile kiminyo cha kwenye 18 pale. Kumbe toka siku ya kwanza aliletwa kwa kazi maalum. Ameletwa kwa kazi maalum. Mimi sijui. Yani sijui. Tu niliombewa maombi ya kutiwa nguvu kabla majaribu hayajaanza. Maisha yameendelea. Maisha yameendelea. Yakatokea yaliyotokea. Nikaendelea na safari zangu kama safari zingine zilivyoendelea. Kwa sababu kile kipindi Roho Mtakatifu nilivyokuwa napigwa huku na nena kwa lugha, ndipo kilipoharibu mambo yote. Ni kama vile walikuwa wamesema kwa awamu hii, kwa hili imeshindikana, labda mtafute gia nyingine. Ndio wakaja na ile gia nyingine. Akaandaliwa mwingine. Huyu ambaye wanajua hapa kwa huyu hapa Olozi achomoi. Lazima tutamdaka kwenye mambo yetu. Amen. Mimi nimetulia, nimeendelea na safari zangu za maisha, sina hili wala lile, sina nilijualo, sina hila, sina mawaa ndani ya moyo wangu. Basi hapo sasa karibu tu hapo 2018. Hapo 2018 nilikuwa na kwanza siku hiyo nilikuwa nimekaa. 2018 mwanzoni nakumbuka. Nilikuwa nje ya nchi. Lakini kila siku
nilikuwa naota kuna mama mtu mzima, mama wakati na mtoto mdogo wanataka kuniua. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka zaidi ya mara 10. Nikachukua mpaka simu nikampigia mpaka mama. Nikasema mama, kuna watu wamenidhamiria kuniua bwana. Kuna watu wanataka kuniua kabisa, lakini usijali, sitakufa. Amen. Basi mama atakuwa alichukulia kirahisi tu. Nikaingia kazini. Nikasema hii ukicheka unakufa kweli. Hii ukicheka unakufa kweli. Huku unajiona na taarifa umepewa. Haitakuwa unakufa kizembe yani. Huku unakufa kizembe. Nikaingia kazini. Maombi ya vita. Vunja bomoa, haribu, teketeza, angamiza. Vunja bomoa, teketeza, angamiza. Unaona? Piga yale maombi, mandoto yao yakawa yamekata. Lakini nikasema sasa hapa Roho Mtakatifu ni kama ananiamsha kwamba wewe umekaa kizembe hapa bila maombi. Piga kazi. Nikaendelea na ratiba yangu sasa ya maombi ule mwaka. Piga maombi, piga maombi, piga maombi, piga maombi. Sasa wakati naingia 2019. Hiyo nimeisimulia kwenye video mojawapo, kuna video mojawapo imetangulia pale. Mimi na taratibu wa kuwa na ratiba yangu ya maombi. Kila ninapoingia mwaka huwa nakuwa na daftari, naandika ratiba zangu za mwaka huo, lakini naanza na ratiba ya maombi ya mwaka huo itakuwaje. Sasa ile siku nimekaa naandika ratiba yangu ya maombi. Kumbe Roho Mtakatifu ameshaona lile jaribu lile sasa linakuja kwa nguvu nyingine. Huyu aliyekuwa ameshaandaliwa hapo sasa ndo anakuja kuleta mashambulizi. Nimemaliza kuandika kila kitu, ghafla nikapitiwa usingizi. Nilipopitiwa usingizi, nikaona niko sehemu nakimbia namfuata Yesu, watu wananistopisha, yani wananizuia na wapancho wananizuia. Nikakutana na mabouncer wawili. Nikasema mniache, mimi namfuata Yesu, namuona Yesu yuko pale mbele. Mimi namfuata Yesu yule pale, mimi niko biza nakimbia hapo, sio kwamba natembea. Maana yake angalia speed za kiroho, kuna za kutembea, kuna za pale, mimi nilikuwa nakimbia. Maana yake nipo kwenye speed kali, lakini ile speed kali yenyewe ilikuwa haitoshi kulingana na kile ninachoenda kukutana nacho mbele. Basi bwana. Wakaniambia sawa, tunajua umesema unamtaka Yesu, unamfuata Yesu whatever, sawa tunajua, lakini ni lazima tukuthibitishe, ni lazima tukujaribu, ni lazima. Nikasema nitakujaribu mimi. Sawa, twendeni mkanijaribu. Niko tayari. Mimi nimeamua kumfuata Yesu. Mimi namtaka Yesu. Mimi nimeamua. Wakanichukua kwa wakanipeleka sehemu ya kujaribiwa. Wakaenda huko. Wakanijaribu nikashinda. Nimeshinda, ikatolewa amri na mkubwa wao kwamba mimi kweli nimeamua kumfuata Yesu, waniachie niendelee na safari zangu. Ile wameniachia niendelee na safari zangu, wakatokea watu wawili nyuma yangu. Mimi nakimbia, wale watu wawili wanataka kama kuendeleza kunikimbiza. Wakanishika koti, nikavua, nikawatupia, nikaendelea nao. Nilipokuwa kule nikasemaje, nikifanikiwa kurudi kwenye ulimwengu wa kawaida, nitaongeza speed ya maombi. Wakati nasema hivyo, ghafla nikajikuta kumbe nipo kitandani. Nikasema Roho Mtakatifu hapa alikuwa ananiambia kitu. Kweli bwana. Siku ile sikusema yaliyofuata baadaye, kwa sababu leo namalizia maombi, somo langu la maombi. Nataka leo natoa na ushuhuda huu, mwenye masikio na asikie, mwenye kuelewa na aelewe, kwamba ulimwengu wa roho ni halisi. Ulimwengu wa roho si hadithi ya kusimuliwa au kufikirika. Sisi wanuruni tunajifanya hatutaki kujua ukweli, lakini wagizani wanajua, wagizani wanajijua kwamba ulimwengu wa roho ni halisi na wanajua wanavyotenda kazi. Amen. Nikafanya sasa kama vile, yani nikaongeza speed ya maombi kama vile ambavyo niliona sasa kwenye maono. Umeona? Basi nimeomba ile 2019 mpaka nimemaliza, nikarudi zangu Tanzania. Nimerudi Tanzania, sijakaa vizuri mwanzoni mwa 2020. Nikapigiwa simu. Halo, nataka kuja mimi Dar es Salaam huko uliko. Nitakuja Dar es Salaam. Sawa. Kwanza nikajiuliza. Kwanza swali langu la kwanza, kimeanguka nini leo atake kuja kwangu? Kwa sababu nimefanya kila mbinu ya kusema kwamba nimsaidie kusoma, amekataa, nimsaidie hivi amekataa, yani wamekataa, achilia mbali. Nikaendelea na 50 zangu. Leo kimebadilika nini? Ananitafuta yeye na kusema kwamba anataka kuja kwangu, tena kuja kusoma kwangu. Nilijiuliza sana. Lakini kwa sababu sina mtu wa kumshirikisha zaidi ya Mungu,